katika safari yake ya Miraj, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alisafiri safari mbili kwa pamoja, yani 2 in 1. Safari ambayo alifanya tarehe 26 mwezi Juni mwaka 621. Narudia tena, tarehe 26 mwezi Juni, yani mwezi wa 6 mwaka 621, sawa na tarehe 27 mwezi wa Rajab, ambao katika kalenda ya Kiislamu ni mwezi wa 7. Mwezi Rajab katika kalenda ya Kiislamu ni mwezi wa 7, ambao ndo huu tunao. Huu unaitwa mwezi wa Rajab. Huu ni mwezi wa 7 katika kalenda ya Kiislamu. Shaabani inakuwa mwezi wa 8 na Ramadhani inakuwa mwezi wa 9. Shawari, mfungo mosi, inakuwa mwezi wa 10. Unakwenda mpaka unamaliza Dhulhijja, mwezi wa 11. Mwezi wa kwanza katika kalenda Dhulhijja mwezi wa 12. Unakwenda mwezi wa kwanza katika wa Kiislamu ni mwezi wa Muharram. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam safari ya Isra na Miraj aliifanya tarehe 26 mwezi Juni 621, miaka miwili kabla hajahama Maka kwenda Madina, kwa sababu Mtume alihama 623 kwenda Maka. Na mwaka huu moja ya matukio yaliyotokea ya mahuzuni kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, moja ya matukio ya huzuni yaliyotokea kwa Mtume katika mwezi huu wa Rajab, Mtume alifiwa na mkewe Bibi Khadija binti Khuwailid. Ndio mwezi ambao alifariki mkewe Bibi Khadija binti Khuwailid, mwanamke ambaye amesukuma mali zake nyingi mikononi mwa Muhammadi, na ndiyo maana mimi na wewe leo tumestaarabika na kuwa Waislamu. Bibi Khadija binti Khuwailid amekufa katika mwaka huu wa mwezi huu wa Rajab mwaka 621. Bibi Khadija binti Khuwailid, moja ya maajabu yake, aliacha mali zote mikononi mwa Mtume. Kwanza alikuwa mwanamke tajiri, na moja ya vitu alivyofanya, alimpa mali zote Muhammadi zake ili azitumie kwa ajili ya kutangazia dini. Lakini nataka nikwambieni, shetani hakuacha kuwafitini hata mke wake wa mitume na manabii. Ukirudi katika historia, Bibi Sara na Bibi Hajara waligombana kwa ajili ya kuzaliwa Nabii Ismail. Sara na Hajiri ni wake wa Nabii Ibrahim, waliokuwa vipenzi wawili. Hajira akiwa kibinti anaishi nyumbani kwa Bisara, ni mwanamke kutoka Misri aliyepewa Bibi Sara kama zawadi kwa ule ubadhirifu na ubaradhuli aliyotaka kuufanya Firauni wa kutaka kumuingilia kwa lazima, kwa sababu alikuwa akipenda wanawake wazuri. Tendo hili likapelekea kupata zawadi ya binti kama kikomboleo na msamaha kwa zile fikra mbaya alizotaka kumfanyia. Ilikwenda wakaishi katika nchi ya Mesopotamia, Iraki pale, Yerusalemu ya sasa. Mama huyu mpaka miaka 90 hana mtoto. Akamwambia Nabii Ibrahimu, mme wangu, kiki binti, mayai bado yapo, tunaweza kupata kitoto. Mimi kukuona mme wangu unakufa bila mtoto sitamani. Nabii Ibrahimu elimu ya ngumu, lakini mwisho wa siku akashakubali ushauri wa mkewe, akamuoa Bi Hajira. Punde sipunde mimba, mtoto wa kiume Ismail. Wanawake kama kawaida yao, nisiseme yenu, nitakuwa nakwambieni nyie. Wanawake kama kawaida yao, ukipata jambo la kumzidi mke mwenzio, ndo hapo nataka kumuonyesha bora kuliko wewe. Bi Hajira akawa na mtoto, maneno ya kike yakaanza. Bi Sara ikamuumiza. Binti nimemwambia mwenyewe aolewe na mume wangu, binti nimemlea mwenyewe, leo kapata mtoto.
Kama anaanza kuwa na maneno ya kunidharau, akamwambia mzee Ibrahim, mtoe mkeo na mwanao waondoke, mimi sitaki kuwaona hapa. Mimi sitaki kuwaona hapa mke na mwanao. Kwa nini? Sitaki tu kuwaona. Kwa sababu gani? Mimi sitaki tu kuwaona. Nabii Ibrahim anafikiria sasa nitawaweka wapi? Hii historia ilikuwa ndefu sana. Ikafika mahala Nabii Ibrahim akamuomba Mungu ampe jambo kubwa zaidi kuliko unabii na utume, kuliko ule ukhalili rahmani alionao. Mungu anamuuliza, Ibrahim, una nini? Mbona unadeka sana? Unataka cheo gani tena zaidi ya hicho? Ambia, mimi nipe cheo kikubwa kuliko hivi. Khalili rahmani, yani msiri wa Mwenyezi Mungu. Sasa mimi nipe kingine. Mwenyezi Mungu akamwambia hakuna shida. Maana inna mal usri yusra. Pila unapopatikana uzito ndio uwepesi unatengenezeka. Kilichotokea, Mwenyezi Mungu akamwambia Nabii Ibrahimu, nitakupa cheo kikubwa kuliko zaidi ya hiyo, lakini na mimi unifanyie kazi yangu. Kule Maka, kule Bakka, Saudi Arabia, kule kuna jambo kule bwana, kuna msikiti ulijengwa zamani. Nabii Allahi Adamu aliufanyia ibada, na malaikatu rahmani walikuwa wakitembelea msikiti ule, na mitume waliofuata baada ya kizazi cha Adam. Ulibomoka wakati wa gharika ya Nuhu. Nataka zile kuta za ule msikiti ukaziinue, ule msikiti nataka niabudiwe. Nabii Ibrahim ajiuliza, tena msikiti mbali, nitafika? Sawa, usihofu, mimi nitakupa na usafiri wa kukupeleka na mambo zote, ili mradi jambo likawa. Ibrahim alayhi salam akapewa buraku, mnyama wa kumpeleka Maka, akatengeneze kazi ya msikiti. Akautengeneza msikiti, akaita watu, ndio Masjidil Harami leo, msikiti wa Maka, ambao Mwenyezi Mungu ameutaja ndani ya Qur'ani katika surati Bani Israil, sura ya 17 aya ya kwanza. Allah anasema, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Allah anamwambia, Mwenyezi Mungu anamwambia mtume, subhanalladhi asra, utukufu ni wa Mwenyezi Mungu aliyempeleka Muhammadi usiku, lailan, katika kipande cha usiku, min almasjidil harami, kutoka katika msikiti wa Maka, ila almasjidil aqsa, mpaka mbali Palestini kule, alladhi barakna, msikiti huwa Palestini, msikiti huwa Baitul Maqdis ni miongoni mwa misikiti ambao tumeibariki, linuriyahu haulahu, na vinavyovizunguka msikiti huu tumevibariki, linuriyahu min ayatina, na tumemfanyia hivi Muhammadi na watu wake, linuriyahu min ayatina, tumuonyeshe sehemu tu ya kudura za kiungu, kidogo tu katika zile kudura za kiungu. Na sababu ya maelezo ya kudura kutumika kumuonyesha mtume na Waislamu na dunia kudura za kiungu, neno hili limetumika, Mungu anataka kumuonyesha Muhammad na watu wake ukubwa wa viumbe vyake, ukorofi wa viumbe vyake, upana wa viumbe vyake, uzito wa viumbe vyake, ibada zinazofanywa na viumbe bora katika viumbe wake, linuriyahu min ayatina. Hii ni katika kudura za kiungu. Mungu anataka kumuonyesha sehemu ndogo tu, kwa sababu katika safari hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alionyeshwa vitu vikubwa. Tataja viwili au vitatu, tuseme inshallah. Nitataja viwili au vitatu, vitakutosha kujifunza. Ama kwenye ibada, Mtume Muhammad anakwenda kupewa swala 5 ambazo zimeanza kwa idadi ya swala 50, naanza juu kuja chini. Katika swala 50 zikapunguzwa kwa rai ya Nabii Musa mpaka zikafika 5 hizi tunazoswali leo. Lakini nataka nikupe maajabu. Wakati Mtume sallallahu yuko mbinguni, alifika mahala akaliona kundi la malaika 70,000 wako kwenye sijda tangu wameumbwa, na wataondoka hapo kiyama. Yani wao wako kwenye sijda tu, hawabadiliki, na kila muda wanamwambia Mwenyezi Mungu subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdi. Kuna kundi liko kwenye rukui tu, hiyo sio ndogo, hiyo ndogo hiyo. Kubwa kuna malaika 70,000
wanaingia katika Baitul Maamur, msikiti mkubwa uko mbinguni, wanaswali kipindi kimoja tu, wakitoka hawarudi tena mpaka kiyama, na kila kipindi linaingia kundi lingine la malaika 70,000 linafanya ibada. Mungu ana shida na ibada zetu? Kwa hoja hiyo Mungu ana shida na ibada zetu? Mungu ana shida na swala zetu za kuungaunga? Swala zenyewe viraka vitupu. Unaswali huku muongo, unaswali huku mzinifu, unaswali badhirifu, unaswali kamba nyingi, swala viraka vitupu ovyo ovyo. Unaswali huku unatongoza, uko kwenye swala huku unapiga mistari ya kutongozea, uko kwenye swala huku unapiga mistari ya kudanganya upate la kula, uko kwenye swala huku unapiga mistari ya kumdanganya mkeo ili unarudi huna kitu, huna lugha ya kumwambia. Maana kuna watu wameoa wanawake ni zaidi ya moto. Ukirudi huna kitu, unaulizwa, kwani wewe mwanamume gani? Wewe ndo mwanamume suruali Unatoka urudi huna kitu, unatarajia utakula nini? Yaani unajuta kwa nini umerudi nyumbani kwa kukosa hela. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakini kuna malaika 70,000 wanapiga ibada katika kipindi kimoja, wakitoka hawarudi mpaka wengine wanaingia swala nyingine, na hawatarudi mpaka kiyama. Hii ni kuonyesha ukubwa wa ibada ya viumbe vya Mwenyezi Mungu. Linuriyahu min ayatina, Mungu anamuonyesha katika kudura zake. Hii swala 5 anayoenda kupewa, kama mwanadamu ataichezea, hii swala ni kwa faida yake mwanadamu, si kwa faida ya Mola wake. Mungu hana shida ya kuabudiwa. Ghaniyul Hamid, mkwasi wa kuabudiwa, ana kila kitu Mwenyezi Mungu. Lakini pia katika safari hii Mtume sallallahu alayhi wasallam anataka kuoneshewa dunia ioneshwe maajabu katika viumbe vya Mungu na ubora wa Muhammadi. Ubora huo ni upi? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati anasafiri kwenda mbinguni, amepenya mbingu zote 7. Baadaye akaingia mpaka mustawa. Huko tena Jibrili akabidi abaki aende Mtume sallallahu alaihi wasallam akaonane na Mola wake. Akapewa amri, sheria za amri ya swala 5. Akapewa hiyo ratiba. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi tena mpaka duniani. Lakini wakati anapenya kwenda mbinguni, Muhammad alipita mahala jua lilipo. Jua ambalo kwa muda wa dakika moja linazalisha umeme kilo juli milioni 34 milioni, ambazo ni sawa na kilowatts 17 milioni. Jua hili kwa ukali wake likikupitia sekunde moja, unakuwa haupo kabisa mwili wako, hata vumbi wala jivu halipo. Yani unayoyuka alafu unapotea, inakuwa kama mwanga wa tochi umepita alafu haupo, wala kumbukumbu za mwanga hazipo. Lakini Muhammad alipenya katika eneo hili na hakuvaa jacket proof la kuzuia miale ya jua. Alipenya katika eneo hili, hakuwa na AIC ya kumsaidia isimfanye apate joto. Alipita katika eneo hili, hana chombo chochote kinachomzuia asiungue mionzi na miale ya jua. Lakini kwa sababu linuriyahu min ayatina, kwa sababu Mungu anataka kumuonyesha katika kudura za kiungu, alipita Muhammad kwenye jua bila ya kuungua na chochote. Nini kilimzuia Muhammad asiungue? Tutafundishana baadaye, tuseme inshallah. Lakini cha 3, Mtume sallam wakati anakwenda safari ya Isra, hii ni miraji yenye mambo mawili. Wakati anafanya Isra, anatoka Maka anakwenda katika mji wa Baitul Maqdis, alipita katika vituo 5, na swala zilipunguzwa mpaka zikabaki ngapi? 5. Na alipita katika vituo vingapi? 5. Yani kutoka Maka mpaka Jerusalem Muhammad alipita vituo 5. Cha kwanza ni Madina Munawwara, yani alipotoka Maka alishuka Madina, kuna historia yake. Cha pili alishuka Shajarati Nur, mahala ambako Nabii Allah Ibrahimu alisemezwa kwa moto. Cha 3 alishushwa Sinai, mahala Nabii Allah Musa alisemezwa na Mwenyezi Mungu na kupewa amri 10 za Torati katika mbao 2 za mawe. Muda alipofunga kwa siku 40, Mayahudi wakaamua kuabudia ndama, ndipo ulipoanzishwa dini ya Judaism na mtu anaitwa Musa Samiri.
aliyepigana na Nabii Allahi Harun kwa kukataliwa kufanya hilo jambo, ikapelekea Musa akagombana na ndugu yake. Mungu kumsaidia Haruni kwamba alizidiwa nguvu ya ushawishi kutoka kwa Musa Samili, aliteremsha kipande cha mlima akataka kuangamiza Bani Israeli wote. Walipoona jabali liko juu linakuja, Mungu akaamrisha watu wasujudu, wakasujudia mashavu badala ya paji la uso. Mtu anaangalia unakuja kweli au uji? Maana ushahama, vumbi pale linatukusika, mlima uko juu unakuja spidi, alafu vumbi lishatangulia. Yani unajua ukitumaliza, yani ukishuka hapa baki mtu. Sasa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na watu wengi wanamsaliaga Mungu wakati wa shida. Ushabanwa na matatizo ndo msikitini utoki. Vipindi 5 kabla ya adhana unamtangulia hata muadhini msikitini. Ngoja uzipate, ukae uko bize kila saa. Mimi na kazi Nyakato, nitaswali hapa nitaweza, na sala ya alfajiri unasalia Nyakato. Mbona muongo? Watu wengi wakiona shida ndo wanakuwa karibu na Mungu. Akizipata tu Mungu hana kazi. Na Mungu bwana hana shida na sisi. Mungu hana ugomvi na sisi. Mungu hana muhali. Ukirudi kwake Mungu anakupokea tena. Anajua ulikuwa ujui tu. Sasa kituo cha 4 ni Baitul Laham. Jerusalem, Baitul Laham. Hapa ndipo alipozaliwa Nabii Allahi Isa au Yesu mwana wa Maryam. Panaitwa Baitul Laham ama Betlehemu. Kituo cha 5 Jerusalemu yenyewe. Lakini mimi nataka nizungumze kituo cha 3, Shajaratin Nur. Mahali ambako Mtume sallallahu alayhi wasallam alisali rakaa 2. Alipokuwa akiondoka katika bonde la Tua, akasikia Jibrili akimuuliza Mtume, hivi unajua hapo uliposwali ni wapi? Akasema sipajui. Akamwambia hapo ndio Shajarati Mom, ambako Mwenyezi Mungu alimsemeza Nabii Allahi Musa alipokuwa anatoka Madian kwa Nabii Allahi Shuaibu baada ya kukimbia kesi ya kuua Misri. Akakaa miaka 10 Madian, anatoka Madian anarudi tena Misri. Mungu kwa mara ya kwanza alimpa utume Nabii Allahi Musa katika mti huu ambao umetoka kufanyia ibada. Na kumetoka kufanya ibada. Na katika mti huu, moja ya maajabu yake, mti ule ulikuwa ukiwaka moto bila ya kuteketea. Yani ule mti ulikuwa moto unawaka, alafu ule mti hauungui. Mti ule unapatikana katikati ya bonde la Madian kuelekea Misri. Kutoka Lebanon kwenda Misri, katikati ndio unapatikana mti ule. Na baraza la tiba la utafiti la magonjwa na mititiba wameufanyia research mti huu, wakagundua kwamba moja kati ya miti yenye maajabu mengi sana. Ajabu yake ya kwanza ni kureveal. Kazi yake mkubwa mti huu, una uwezo wa kureveal. Unatengeneza maono, unafungua maono. Yani una reveal. Kureveal ni kufungua, ni kuweka wazi, ni kuyaonesha mambo yaliyojificha. Ndiyo tafsiri ya reveal ama ufunuo. Kwa sababu hapa ndiyo mara ya kwanza Nabii Allahi Musa alifunuliwa sauti ya Mwenyezi Mungu kwenye kijiti cha moto. Mungu anamwambia Musa, mimi ni Mola wako. Musa alikuwa kavaa viatu, akafikia mahala wakati anausogelea mti, Mungu akamwambia, vua viatu vyako miguuni mwako, hapa unaposimama ni nchi takatifu, bonde la Tua. Musa akavua viatu, akasogea hatua 3, akapiga sigda. Alafu aliporudi katika kukaa tahiyatu, akaona ule moto ukamsemeza. Swali la kwanza akaulizwa, nini kilicho pembeni mwako? Akasema, ni fimbo kwa ajili ya wanyama wangu. Mungu akamwambia, hiyo fimbo ni sehemu ya muujiza. Hapa ndipo alipompa maajabu ya mkono akitia kwenye kanzu, akiutoa unakuwa barafu, baada ya kusemeshwa na maajabu katika mti huu ambako amereveal. Mti huu unapatikana pia Misri, na mti huu unapatikana Sudani, mti huu unapatikana Yemeni, mti huu unapatikana nchi zenye ukame za majangwa. Mti huu, moja ya maajabu yake ni kureveal, ni kufunua yaliyojificha. Sehemu ya mti huu na miti mingine tumekutengenezea dawa maalum ambayo utaipata leo.
leo utaipata kwa gharama ndogo sana. Lau tungekuwa tunaweza tungeigawa bure, lakini uchumi umegoma. Tulivyovipunguza huko vinatosha, changia 1500, lakini sio bei yake. Wala wewe utasikiliza mkanda huu usije ukafikiria hii ndio bei yake. Na hiyo 1500 yenyewe tunakupa kijiko kimoja tu cha chai. Kijiko kimoja tu cha chai tunakupa. Yaani hii dawa hiyo 1500 unalipia kijiko kimoja, yaani ujazo wa kijiko cha chai unakutosha wewe. Hata tungekupa nusu kijiko ingekutosha. Maana moja ya maajabu ya mti huu, unachotia nia ndicho kinachotokea. Yaani unachotilia nia kuona, yaani mimi nataka nione nini, kile unachokitilia nia kukiona, basi hicho ndicho utakachokiona. Tafadhali chonde, chonde, tafadhali chonde. Usimuulize mtu wako wa karibu, huyu mbaya mzuri kwangu. Utaonyeshwa mama yako mwanga, mtakata na mapanga, si atumo. Maajabu mti huu unatumika mara vitu viwili kutumika kwake. Vitu vingapi? Matumizi yake ni aina ngapi? 2. Ukienda nyumbani usiku wa leo, oga kabisa maji yako masafi na sabuni zako. Ukishamaliza kuoga maji masafi na sabuni zako, na kama una safari ya kwenda Butimba, nenda kwanza. Si mmenielewa? Wazee mmenielewa? Kama una safari ya kwenda Nyegezi, anza kwanza Nyegezi kwenda. Nyegezi si mnapajua? Kuna safari huko. Ukiona eneo hilo linakuita la Nyegezi, nenda. Maana kuna watu wanapenda kwenda Nyegezi. Si mmenielewa huko Nyegezi? Hapa Mwanza nao kuna majina. Mheshimiwa Magufuli, huku kwenu kuna majina ya ajabu. Kazi kuwasema Wazaramo na Wandengereko tu Mheshimiwa Magufuli, lakini huku kwenu nako kiboko. Nyegezi jina gani hili? Ukikosea tu ushatukana. Mimi simo, lakini yaani choropoka kidogo tutusi. Mimi simo. Sasa kama una safari ya Nyegezi, nenda. Kwa sababu ukienda Nyegezi utakuwa ushapata jasho mwilini. Ukirudi inabidi uoge, sio? Inawezekana? Nimeeleweka vizuri? Kama unaenda mara 2 au mara 1, kila watu wana tabia yao ya kwenda Nyegezi mara 2, mara 3, mara 1. Wengine ndo mara 1 kwa wiki, afu inaangukia leo. Asikiangukia leo ile mara 1 yenu ya safari ya Nyegezi, na ndo mnakwenda mara 1 hiyo hiyo, mshakubaliana mkienda kila mtu asimtafute lawama mwenzie, hali si shwari. Kabla hujapata fetise preto, sasa uende mara 3, 4, 5 Nyegezi. Cha kufanya wewe, unaenda Nyegezi, ukirudi unaoga. Ukishaoga tayari maji masafi, ushajitoharisha au ushaoga kawaida, unachukua nini? Unachukua maji mengine kama nusu lita. Lita 2, lita 3, lita 4, kulingana na mwili wako. Maana mili inatofautiana. Kuna watu wengine lita 1 ya maji kuoga hawezi, hata lita 2. Mimi mke wangu hata lita 5 haogi. Abu Jada wa Mama Ismail lita 5 zinamtosha, si maji ya kunawa usoni tu. Kilo zenyewe 126 zile. Alafu chukua maji ambayo yatakutosheleza kujaa mwili mzima. Hata kama umesuka rasta, hata kama umesuka vitu gani, unachotakiwa kufanya, maji yako yafike kwenye ngozi ya nywele yako. Leo usithamini ngozi ya nywele yako. Yaani usithamini nywele zako ulizosuka. Hata kama umesuka kwa laki, unakwenda kureveal matatizo yako. Tuseme inshallah. Unakwenda kureveal nini? Kufungua matatizo yako, kwenda kuona siri zilizojificha kwa matatizo yako. Unachukua, unaweka maji yale, dawa yako nusu ya hiyo utakayopewa. Hicho kijiko kimoja cha chai unakigawa nusu, unatia kwenye maji, unaoga. Baada ya kuoga maji yako ya kawaida, ushamaliza shughuli zako. Na ukioga maji haya, sasa ni kwenda kulala. Na tunakutahadharisha, jitahidi kulala mapema. Yaani usivuke saa 6 uwe ushalala. Ukishaoga, ukimaliza, rudi ndani. Tafuta mkaa. Hata mkaa mmoja tu, hata 2 yenye moto. Chukua ile iliyobaki, nusu iliyobaki yote, mwagia katika ule moto.
wakati inaendelea kuwaka, mwambie Mungu, mwambie Mwenyezi Mungu, nataka kujua kadha 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 kadha. Unamuulizia mmeo, muulize hapo. Unamuulizia biashara, iulize hapo. Unauliza kazi, iulize hapo. Una mambo 50 unataka kujua, yaulize hapo. Kila unachotaka utakachokikumbuka. Tulia baba, tulia mama, tulia. We baba ambaye biashara kazi zinagoma, tulia kumuuliza Mungu. Wewe baba mama, mama unafanya mambo yako, tulia kumuuliza Mungu. Choma pale, tulia, sema unachokitaka. Ukishamaliza pale, nenda kalale. Nenda ukafanya nini? Ukalale. Ndani ya saa 72 majibu ya mambo yote uliouliza yatatimia. Masaa 70 ngapi? Yani masaa 72 ni siku 3. Maana yake leo ni Jumapili, tukichoma usiku tutakuwa tumeanza kuitumia siku ya Jumatatu. Kwa hiyo Jumatatu, Jumanne na Jumatano, kila ulichoulizwa kitakuwa kishaletewa jibu, na majibu yatakuja namna 4. Namna ngapi? 4. Namna ya kwanza, utaota ndoto utakayoijua ukiamka. Yani hata kama utaota utalala tena, ukiamka asubuhi ndoto iko pale pale, ushapewa maelekezo. Tunakuomba tu hiyo ndoto usitumie kuifasiri mwenyewe, kwa sababu kuna baadhi ya ndoto zinakuja kinyume chake. Usije ukaota pesa ukasema umeoteshwa utapata pesa, inaweza kuwa ndo umaskini. Si mnanielewa? Ukishaipata hiyo ndoto, urudi kwa Abu Jadawi, piga simu, jamani mimi nimeota kadha 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 kadha. Au njoo ofisini pale, jamani mimi nimeota kadha kadha kadha, hii ndo tafsiri yake nini? Upewe tafsiri yake. Tunaepuka, kuna watu watajitafsiria ndoto wenyewe bila kujua aina ya ndoto za kinyume nyume, zikakupelekea kutokujua kinachokusibu au unalotakiwa kulifanya. Ndio maana tunakushauri urudi ofisini ili uwe na majibu sahihi. Lakini kurudi ofisini kutakusaidia njia ya kuifanya. Ikiwa ndoto yako ina kheri, maneno gani uyaseme ndani ya hicho kipindi cha siku 3 hiyo kheri ikufikie. Ikiwa ndoto yako ni ashari, maneno gani uyaseme ndani ya hizo siku 3 hiyo shari kuepuke. Sijui nimeeleweka vizuri? Sasa hii ni taaluma. Turudi kwa rais wa Abu Jadawi Islamic Dua Center, Sheikh Abu Jadawi. Kundi la pili ni wale watakaoota lakini watasahau. Kundi hili limefungwa, yani aliyekupiga kakufunga, au una vifungo tu ambavyo tayari vya kijini na kibinadamu unavyo, lakini ni vifungo vyepesi. Hii kuna njia ya kufyatua hivi vifungo, na siku si nyingi tutatoa utaratibu mzuri wa kufyatua vifungo hivi. Tuseme inshallah. Njia ya kwanza ya kufyatua kifungo hiki ni kombe la shaba. Kombe la shaba. Kombe la shaba lenyewe automatically linafungua hiyo. Likiongezewa na maajabu ya Fetise Preto, ndo kwisha maneno. Kuna watu wataota lakini hawatajua kama wameota. Sio kasahau kaota nini, yani hajui kabisa. Ukimuuliza umeota sasa, hivi mimi niliota leo? Lakini usiku alikuwa anaweseka mpaka mwenzia kanamwamsha, mama Juma nini sasa? Kwani mimi sikuota bwana. Nimeota? Mimi sikuota mimi. Wewe umepigwa kwenye makaburi huko, watu wamekuzika kama maiti, hakuna hata anayekukumbuka. Huwezi kukumbuka. Wangapi leo wanapita kwenye kaburi za ndugu zao na wanasahau kamba walizika hapo? Wapo hawapo? Ndo kanuni ya maiti. Ikishavuka miaka 5 6 unaanza kusahau kaburi la ndugu yako liko hapo. Utalikumbuka mfungo 3 wakati wa kurehemu. Tena unakumbuka jina, sio makaburi. Sasa kuna watu wamechimbiwa kwenye makaburi. Huyu kafungwa sana. Maana huyu kafungwa mpaka kujulikana ana nini. Dawa hii itakwenda kutupa majibu wewe unahitaji msaada gani kwenye matibabu. Fetise Preto, utumie dozi ngapi zimalize kabisa tatizo lako. Tushachoka kukuona kituoni, tunataka upone tupate wagonjwa wapya. Tuseme inshallah. Tuseme inshallah. Sio kila siku unakuja kituoni tu mwaka wa pili unaombewa dua wewe tu. Muda sasa umefika, na kaa nyumbani tupate wapya. Maana tushakupa dawa mpaka umezizoea. Ukiona jua mkunazi. Kuna watu mpaka dawa wamezizoea.
Ukimpa sema mbona ile ladha yake kama ile ya juzi, naona kama kuna harufu ya mwarobaini huko ndani, yani kazizoea dawa. Sasa hatutaki hiyo tena. Hii tunaenda kufuta hiyo. Tumalize magonjwa ya watu, pumzika nyumbani. Tumalize shida na tabu za watu, pumzika nyumbani. Tupe nafasi tuwahudumie wengine. Tuseme inshallah. Utafaidika kwa kombe la shaba na feti sepreto. Hata ukiwa nje ya nchi, dawa hizi tunaweza kukuletea feti sepreto na kombe la shaba. Hata ukiwa nje ya nchi, uwe Ulaya, Marekani, Ufaransa, Uingereza, maajabu ya dawa hii itakufikia hapo ukitaka. Wasiliana nasi kupitia taasisi yetu ya Abu Jadawi Islamic Dua Center au ZVP Online TV. Utapata maajabu ya dawa hii. Huko tutakuletea na wewe utafaidika kama wanavyofaidika watu wa Mwanza kwa mara ya kwanza mwaka huu tarehe 13 na 14 2021 mwezi wa 3. Na walilahi alhamdu, tarehe 13 mwezi wa 3 kuna siri kubwa kwangu mishi Abu Jadawi. Tarehe 13 mwezi wa 3 ndo kazaliwa mama Ismaili. Yani pia birthday ya mke wangu. Alafu nitakuwa naye kwenye uzinduzi. Tunazindua dawa na tunazindua umri wake. Na tushatimiza miaka 12 kwenye ndoa. Alhamdulillah. Na tuna watoto 3. Madume 2 wa kike 1, ila siozeshi kwa sasa, wanasoma. Maana mimi Mungu kaniruzuku na watoto 14. Na watoto 14, katika hao wa kike 7 waliobaki wa kiume. Manake nusu kwa nusu hao. Alafu na wake 4. Level city. Alafu wanakaba mpaka penalty. Maana mama Ismaili yupo hapa ujue. Anakaba mpaka penalty. Asiwe penalty shamliwa kupiga unakabaje? Mama Ismaili naye shikamo. Kwa hiyo alhamdulillah, feti sepreto itakuja kustatua matatizo yako, lakini kundi la 3 ni wale watakaoota lakini wasijue. Lakini dawa hii ukiitumia nyumbani kuoga na kuchoma, kwa sababu ule moshi utauchoma ndani ya nyumba unayolala. Ile nyumba siku hiyo utakutana na vitu vya ajabu kidogo. Kama kuna vitu vya ajabu vitapigana sana usiku huo, vitakimbizana. Vitapigwa bakora, utasikia kelele hujawahi kuzisikia. Vitapigwa bakora, vitasikia kelele ambayo hujawahi kuisikia. Vitatiwa fimbo, vitapiga sauti hujazisikia. Usione ajabu ukao umelala umezima taa, unaamka ishawashwa na aliyewasha umjui. Kumbe alikuwa anakimbia bakora huyo. Si nimeeleweka vizuri? Zile nyumba zenye mazindiko ya kishirikina ambaye alikaa muda mrefu yakabadilika yakawa yanawasumbua watoto, usiku wanapiga kelele wanalia, watoto hawalali kwa amani, basi ikichomwa kwenye hiyo nyumba siku hiyo wewe unanuia ya kwako, ile nyumba pia itakuwa imeshapata baraka ya hii dawa. Wale mashetani wanaosumbua watoto usiku watakula fimbo za maana. Tuseme inshallah. Maana dawa hii kuichoma tu kwenye nyumba yako kwanza inaenda kuisafisha nyumba. Hii ni dawa ya kuikosa? Hii ni dawa ya kuikosa? Alafu sasa tukikupa feti sepreto, baada ya kukimbiza vitu vya ajabu, feti sepreto tutakuruhusu iende kazindike nyumba. Maana moja kazi ya feti sepreto ni kuzindika nyumba dhidi ya wachawi na dhidi ya majini. Mchawi akiingia eneo la feti sepreto lililochomwa ilifusho, anakula fimbo za maana. Kama vile amekuchana na hanjar na farjar. Miti miwili ina uwezo wa kutia fimbo mchawi. Miti mmoja wao ukiweka hata kwenye mto wa mgonjwa, ukaweka kipande cha mti kwenye mto wa mgonjwa, akilala tu wanga wakija kuangalia shughuli yao wanakula fimbo za maana. Taka nikupe faida. Abu Jadawi Islamic Dua Center itakupa ajabu nyingi na faida nyingi kwa uwepo wangu hapa. Tuseme inshallah. Na tunatarajia kumpokea Sheikh Zubeki kesho Jumatatu au Jumanne kutoka nchini Mozambiki. Tutakuwa naye, moja ya mashekhe wakubwa sana. Tuombe Mungu inshallah. Yuko Dar es Salaam. Japo anatuambia unajua shughuli nyingi mashekhe, ni acheni kwanza na wagonjwa nakutana nao. Maana mawaziri nao siku hizi ndo zao hizo, wabunge wanatakaga watu wakubwa kuombea dua. Basi anasema ana wagonjwa 2-3 pale Dar es Salaam, lakini tunambembeleza tumkatie tiketi ya ndege kesho au kesho kutwa tuwe naye hapa. Tuseme inshallah.
Kwa niseme dua hii itakuwa na maajabu makubwa sana, na dawa hii itakuwa na maajabu makubwa sana. Fuhuri ambayo tunakupatia, usiende kula. Narudia tena, dawa tunayokupa hailiwi. Dawa utakayochukua leo haifanywi nini? Hailiwi. Kuna watu wagumu wa kuelewa, kama futari ya magimbi. Yani hapa akitoka kwambia mimi nilikuja mwisho hata sikusikia mlisema natumikaje. Wewe jicho lako gumu kaftari ya magimbi au maharage. Mbona kwaje na kichwa kigumu kaftari ya miogo? Basi tunakuelekeza uelewi tu, utaelewa mwaka gani? Usiende kula. Dawa hii leo haifanywaje? Hailiwi. Haifanywi nini? Hailiwi. Inatumika kwa mambo mangapi? Mawili. La kwanza nini? Kuoga. La pili nini? Kuchoma. Na yoyote yanakwenda na nini? Na nia. Yanaenda na nini? Na nia. Sasa wewe nenda kanywe uhalishe. Maana wewe mwelewi. Ukihalisha mimi najua umekunywa, sikupi dawa ya kukuropoa. Utahalisha mpaka uhalishe wadudu wa trakoma. Dawa Fetise Preto. Dawa ina maajabu makubwa sana. Dawa ina maajabu makubwa sana. Asibakie mtu kuipata leo. Tuseme inshallah. Wangapi wanasema wanaipenda na wanahitaji na watachukua kwa idhini ya Mungu? Takbir. 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 Ndugu zangu Waislamu, na hata ndugu zangu msokuwa Waislamu ambao mmehudhuria katika dua yetu hii ambayo huwa inaendelea kila siku ya Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, na leo siku ya Jumapili ndio dua kubwa inaendelea kufanyika. Walillahi alhamdu. Kwanza niseme nampongeza Sheikh Abu Jadawi. Nampongeza kwa sababu kwa takriban miaka 3-4 sasa, kama sio 5-6, amekuwa amekimiliki kituo hiki na kimeweza kuendelea kubaki na watu. Hii inaonyesha kwamba yeye ni miongoni mwa mashehe wa kweli katika matibabu. Ama kupona ni kadari ya nani? Ya Allah. Usije ukasema mbona fulani hajapona. Mungu hajaumba dawa inayoponyesha watu wote, wala hajaumba dawa inayotibu magonjwa yote. Ndio maana ukipata dawa kwanza umtake msaada nani? Mwenyezi Mungu. Usije ukakimbilia tu madhari sema mimi tena nikipata hiyo dawa ndo nishapona, tena utakuwa unaitegemea dawa.